Sasa kuna sauti zinatuita, tunajua ni Masawe na tuita. Kuna sauti zinatuita, unajua ni mtu fulani anakuita. Kumbe Mungu anasema na Masawe au na nani anakuita katika wajibu. Na wote hapa tumeshaitwa katika namna tofauti, lakini hatukutambua kwa wakati. Kwa hili somo ambalo linakuja leo linakuja kwa makusudi. Ni sauti ya Mungu kwamba wewe ujue uko hapa unafanya nini na umetoka wapi na unaenda wapi. Nimeona unataka kusema jambo bado. Naam, ni kweli unachokisema. Ndio maana Mungu anasema kwa mtu kwa mara 3 au zaidi. Inawezekana pia kuleta haya masomo yapo kwa sababu fulani tupate kujua pia. Kwa sababu pasipokuwepo mafundisho mtu hawezi kuelewa. Ndio maana hata Eli alipozoezwa aliweza kumsaidia Samueli kwamba ni sauti ya nani? Ya Mungu. Kwa hiyo hata wewe inawezekana umeitwa kufundisha wengine tupate kujua. Inawezekana tumeitwa bila kujitambua, ila umeitwa tena kutukumbusha kama tumeitiwa nini. Asante sana. Naomba mpe msomaji. Je, message uko nimekujibu? Asante. Mpe mic msomaji. Sasa naomba kwa sababu tuna muda mchache tuweze kupitia mawili matatu. Kwa hiyo wale ambao wako online tunawakaribisha sana katika kujifunza pamoja nasi somo hili. Mara nyingi unaona kule tunachambua masuala ya vita na vitu kama hivyo. Mimi ni mchambuzi wa masuala ya mbalimbali ya kijamii. Sasa pia hapa nasimama kama mhubiri na mwalimu katika eneo hili. Sasa katika pande hii nitawapitisha kidogo, niwakumbushe watoto wetu tuwanyamazishe. Tumeona kusudi la Mungu juu ya maisha yetu. Wale ambao tulikuwa hapo, sio hapa inaonekana? Haionekani? Wewe niwekee vizuri, ni zoom. Hapo sawa Yusufu, Musa, Daudi, Esther, Yeremia pamoja na Paulo na Koreshi na Bwana Yesu. Hawa tuliwachukua kama kielelezo cha kwanza, si hao peke yao. Kwenye maandiko matakatifu wako wengi. Wapo kina Yohana Mbatizaji. Yeye alijikuta na wito kamili. Kwa mfano tu baba niwaambie tu mfano, Yohana mama yake singesimama katika kusudi, tungekuwa na Yohana Mbatizaji leo? Singekuwa naye, si ndio kwa maana mama ana wajibu, ama mzazi hasa mwanamke ndo mwalimu wa kwanza wa mtoto. Kwa mwanamke akikosa akihepa majukumu yake ya kuwa mwalimu wa kwanza, familia inaanza kupata kilema kuanzia tumboni. Mtoto anapaswa kulelewa kuanzia akiwa tumboni, si wakati amezaliwa. Kwa mfano tu angalia tu hoja ya Samueli pamoja na Samson pamoja na Yohana Mbatizaji. Si Mungu alitoa instruction kama mama yao asinywe nini? Mvinyo na vitu fukaza wakaza. Je, unafikiri kwamba haya maagizo ni kwa ajili ya watu wao tu watatu? Ina maana mvinyo una asali, hata kiasiri tu kwa afya, mvinyo una alcohol. Ukichukua ile alcohol ukitoa ukampa paka na kufa pale pale au mbwa. Kwa hiyo ukiangalia leo Wayahudi ambao tunaona leo, ingawa tunaona ni waasi na nini na kadhalika tunawaita majina mengi, lakini kwenye swala la mimba ya mama, Myahudi hana mchezo. Myahudi amgombezi mkewe wakati ni mjamzito, hata kama minuna. Na mtoto anapigiwa ile kinanda toka mdogo akiwa tumboni. Wanasema kinanda kina boost nini? Ufahamu. Na kuna vyakula ambao anapewa, kuna samaki, lakini hawali vichwa wao. Sio kwa nini hawali vichwa? Nipo katika utafiti zaidi. Kwa kuna vyakula ambao anamlisha mama toka akiwa tumboni. Yule maana inajulikana kabisa kile ambacho anakula mama ndicho mtoto anakula tumboni, si ndio? Mimi si mtaalamu wa swala ya afya, lakini naelewa hicho. Maana mtoto anakula kupitia njia ya kitovu. Kwa maana mtoto anaanza kulishwa na kulelewa kitabia akiwa tumboni, hata kumsemea maneno mazuri. Hata leo kuna mababa leo wanazaa vitoto vimekasirika. Kwa nini? Unakuta baba alikuwa anagonga mama, anapiga mama, anamsemea maneno ya uchungu. Kwa hiyo mama anapata hisia za uchungu zinaingia kwa mtoto. Leo unakuta leo kuna watoto wa kiume hawapatani na baba zao, maana baba zao walikuwa ni wakorofi, hawana malezi, hawashirikiana na mama yao kulea mtoto. Kwa hiyo mtoto hawezi kuwa na maaba na baba yake. Kwa hiyo malezi yanaanza ukiwa mdogo. Mimi kidogo kwa wanangu nimejaribu kufanya hiyo experience ya ukiwa wadogo tumboni. Bwana asifiwe.
na nimeona mapenzi nao na mimi, yaani kuna mahaba makubwa kati yangu na wao. Kwa hata kama hujafanya vile akiwa tumboni, unapaswa kufanya mapenzi na watoto wako. Mapenzi yanachangia ufahamu wa mtoto, yana boosti akili na uwezo wa nani? Wa mtoto. Mtoto asiyependwa mara nyingi akili yake haiwi vizuri. Uongo kweli? Haiwi vizuri. Kwa hapa wababa, moja ya malezi ya mtoto ni kuangalia, kushirikiana na mama toka akiwa mtoto mdogo. Sasa ukiangalia hawa wote, muangalie Yusufu. Ingawa mzee Yakobo alionyesha mapenzi sana kwa Yusufu, ambayo jambo si zuri watu wengine hata chuki, lakini mapenzi ya Yakobo kumpenda Yusufu amekuwa akiwa ana uchungu kama wenzake. Uongo kweli? Inakuwa tu hivyo. Sasa hawa ni wingu tu la nyuma la mashahidi ambao wameandikwa kwa ajili ya kutufundisha sisi. Hebu nisomee maandiko haya msomaji. Warumi 15 mstari wa 4. Warumi 15 mstari wa 4 anasema, inasemaje? Warumi 15:4 anasema hivi, kwa kuwa yote yaliyotangulia kuandikwa yaliandikwa ili kutufundisha sisi, ndio, ili kuwa saburi na faraja ya maandiko tupate kuwa na tumaini. Kumbe sasa hawa katika wingu la mashahidi, hawa wazee wetu wa imani, mambo yao yameandikwa ili yatufundishe sisi tupate matumaini. Bwana asifiwe. Sasa naomba tuende pale tulipoishia asubuhi. Tulisema kwamba usiishi bila nini? Direction. Tafuta destiny yako, yani kusudi lako. Lazima ifike mahali useme this is my destiny. Ukifika hatua hiyo, rafiki yangu, utaona mnyororo unafunguka. Sisemi kwamba unaweza kuwa, usiwaze kuwa na ile maisha fulani ambao unafikiria utakuwa nayo kwa watu kama watu wengine. Kwanza hiyo ondoa. Unapaswa kupata eneo lako ambalo litafurahisha na kuburudisha maisha yako. Tuko pamoja ukiwa na amani. Sasa naomba turudie hapa, maana tulisema kwa haraka asubuhi namna ya kugundua nini kusudi lako. Sasa naomba sasa tukae vizuri. Tulisoma asubuhi kwa haraka. Msikilizaji wangu popote pale, nisikilize kwa utulivu. Destiny yako ambayo ni kusudi, sawa? Mwito au kazi ni kusudi au mwito au kazi maalum unaoitoa maishani. Mara nyingi haitoki kwa siku moja, utambulika taratibu kupitia Mungu, vipawa, majaribu na nafasi unazokutana nazo. Moja. Sasa ili uweze kuzijua, moja, umuulize nani? Mungu kwa maombi. Kuna mtu hapo unakuta kama umesema mimi sijui. Frank, unajua destiny yako? Au bao unaruka? Shayo akasema yeye anaifahamu destiny yake. Hiyo nimesema tu. Cha kwanza, kama hujui, muulize nani? Mungu kwa maombi. Nisomee Yeremia 33 mstari wa 3. Yeremia ndio 33:3. Inasemaje? Anasema hivi, katika kitabu cha Yeremia 33:3. Ndio. Anasema, niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Nitakuonyesha mambo magumu usiyoyajua. Kwa ina maana maonyesho ambayo Mungu anakuonyesha Bwana Shayo ni tofauti anayonionyesha mimi. Kwa yani usiyoyajua ambayo ni magumu, ukiyaona inawezekana kwangu mimi nishaona kama hayo ni mepesi kwangu, lakini kwa nini magumu? Ndio maana leo manabii kila mmoja ana ladha yake na maono yake tofauti, lakini kwa kila mmoja wake kwake ni kusudi kubwa katika maisha yake. Hata kusudi lako haliwezi kulingana na mtu mwingine. Kwa hiyo omba Bwana, umuulize Bwana, kusudi langu ni nini? Usiwe na mambo marefu. Kusudi langu ni nini? Hebu nisomee kitabu kile cha Nyakati sura ya 4 mstari wa 9 mpaka wa 10. Nyakati wa kwanza. Huyu mtu mmoja anaitwa Yabesi. Yabesi alizaliwa katika familia ya kimaskini sana. Bila shaka wengi tumetokea katika umaskini. Lakini Yabesi hakulizika, akaomba Mungu amtoe katika umaskini. Soma Nyakati wa kwanza 2:10. Nyakati wa kwanza 4 mstari wa 9 mpaka 10. Si nimeandika hapo mbele? Nasemaje? Naye Yabesi alikuwa mwenye heshima kuliko nduguze. Akawa mwenye heshima kuliko nduguze. Na mamaye akamwita jina lake Yabesi. Ndio. Akasema, ni kwa sababu nalimzaa kwa huzuni. Tulia kidogo. Na maana leo kuna majina ambayo yametokana na maisha ambayo tumezaliwa, si ndio?
mtu anaitwa matatizo. Kwa hiyo mama yake alimzaa akiwa na nini? Na huzuni. Na matatizo.